Tukio la tatu ni la watu kuzuia watu wengine wasijiandikishe kwenye daftari la wapiga kura. Tukio hili limetokea tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 2025 majira ya saa 3:30 asubuhi huko Muyuni A. Mwanachama mmoja wa ACT Wazalendo aitwaye Hamisi Haji Juma mwenye miaka 56 kwa umri wake, ni mshirazi na mkazi wa Muyuni A. Bila mamlaka yoyote ya kisheria aliwazuia wafanyakazi wake kwamba maadamu wanafanya kazi kwake wasiende kujiandikisha kwenye daftari la wapiga kura, kitendo ambacho ni kuwanyima haki yao ya kikatiba. Wafanyakazi hao ni Emerson Arini Yinga mwenye umri wa miaka 25 mkazi wa Muyuni A, na mwenzake anaitwa Isaya Wilbert Zinjiba ana miaka 37, yeye ni mkazi wa Muyuni A pia. Mtuhumiwa huyo ndiye mtaja ambaye ni Hamisi Haji Juma amekamatwa na jeshi la polisi na kuhojiwa kutokana na kosa alilolitenda. Tukio la 4 ni kufanya fujo kwenye kituo cha kuandikisha wapiga kura. Tukio hili limetokea mnamo tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 2025 majira saa 5:30 asubuhi huko katika kituo cha kuandikisha wapiga kura Tasani. Mwanachama wa ACT Wazalendo anayeitwa Ali Abdalla Mkwende alifanya vurugu kwenye kituo hicho kwa kutoa lugha za vitisho na kuwapiga picha watendaji kwa kutumia simu yake. Watendaji wa kituo hicho kwa maana ya polisi waliokuwepo pale wanalinda usalama pale na watumishi wengine wanaoendesha zoezi la kuandikisha pale. Kitendo ambacho kililenga kuvuruga zoezi, kinatengeneza taharuki isiyo na sababu na kuvuruga zoezi la uandikishaji. Hata hivyo, askari wetu waliokuwepo pale waliweza kumdhibiti mtu huyo na alipelekwa kituo cha polisi Makunduchi kwa ajili ya mahojiano, na hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yake. Mwisho, tathmini yetu ya mwisho, hali ya usalama na ulinzi na usalama katika eneo la mkoa mzima wa Kusini Unguja kwa ujumla wake ilikuwa imeimarishwa, na tulipofikia saa 10 ya jioni leo hii tumehitimisha zoezi la uandikishaji katika mkoa wa Kusini Unguja, na kama ambavyo tuliahidi mara ya kwanza, jeshi la polisi kwa kushirikiana na vikosi vingine vya ulinzi na usalama lisimamia kwa uthabiti zoezi hili ili wananchi waweze kujiandikisha na kupata haki yao ya kikatiba ya kupiga kura kuwachagua viongozi wetu, tukianza na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, waheshimiwa wabunge na waheshimiwa madiwani, kama ambavyo litaratibiwa na tume za uchaguzi kwa maana ya tume huru ya uchaguzi pamoja na tume ya uchaguzi ya Zanzibar. Asanteni kwa kunisikiliza.